Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa mtazamaji, karibu katika siku njema ya leo ambayo Mungu wetu ametujalia tuweze kusikia neno lake, tuweze kumwabudu. Na hapa ni Yosh Testimony TV, channel ambayo inakuletea ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo na ufalme wa Mungu hapa duniani. Leo ni siku njema ambayo Mungu ametujalia kwa sababu tunaenda kujifunza neno lake. Na kila mara tunapokutanika na kujifunza neno la Mungu, lazima tukusudie jambo. Maandiko yanasema katika Ayubu, utakusudia jambo na litathibitika kwako. Kwa hiyo nipate kukusii ndugu mpendwa mtazamaji, kusudia kupata kuelewa neno ambalo litaenda kuzungumzwa leo, kusudia kwenda kupata imani, kupata hekima na kupata nguvu. Maana kila mara unaposikia neno la Mungu, basi utapata imani mpya, utapata nguvu mpya na utapata hekima itazidi kukusaidia katika maisha yako. Leo ni siku yetu ya 4 katika mfululizo wa vipindi vyetu tunavyojifunza attributes of God. Tunajifunza sifa za Mungu. Tunataka tujue huyu Mungu ni nani. Tunataka tusogee mbele zaidi, tusishie kwenye kujua habari za Mungu. Tunataka tujue kuhusiana na Mungu. Nilitoa mfano na napenda nirudie leo. Unaweza ukajua jina la rais wetu wa Tanzania, ukajua historia yake, ukajua alisoma wapi, ukajua wazazi wake. Hiyo haimaanishi kwamba unamjua yeye ni nani. Unajua habari zake lakini umjue yeye ni nani. Ndivyo kadhalika watu wengi wanajua habari kuhusiana na Mungu. Mungu amefanya 1 2 3. Mungu anaweza kutenda 1 2 3. Ila ukimuuliza Mungu ni nani, hajui. Ndio maana sasa tunajifunza neno hili ili tuweze kujua Mungu ni nani. Ili basi tukishajua Mungu ni nani, itaweza kutuathiri katika maombi, katika ibada, katika kila kitu ambacho tunakifanya katika imani yetu, kwa sababu tunajua Mungu ni nani. Kwa wakati mwingine utaposema Mungu, ndio kikuuliza unaposema Mungu unamaanisha nini, utamwambia Mungu ninayemaanisha ni 1 2 3. Kwa hiyo vipindi vitatu vilivyopita nyuma tumejifunza sifa za kipekee za Mungu ambazo Mungu hajawashirikisha wanadamu hizo sifa. Exclusive attributes of God. Tukajifunza kwamba Mungu wetu ni eternal, Mungu wetu ni wa milele, Mungu wetu ni self-existent God, kwa Mungu wetu anajitosheleza. Lakini tukapata kujifunza kwamba Mungu wetu ni immutable, kwamba Mungu wetu habadiliki. Lakini tukapata kujifunza kwamba Mungu wetu ni omniscient, kwamba anajua kila kitu. Tukajifunza Mungu wetu ni omnipotent, yeye ni mwenyezi, all powerful. Lakini tukaweza pia kujifunza, point yetu ya mwisho ilikuwa omnipresent, kwamba Mungu wetu yupo kila mahali. Sasa nitakusii kama hujaweza kufuatilia hivyo vipindi vitatu, hebu nenda kafuatilie pia. Vitakubariki na naamini vitakuwa na msaada mkubwa sana katika maisha yako ya imani katika Kristo Yesu. Sasa nimependa moyoni mwangu kuendelea mbele kutoka kwenye point iliyopita. Katika kipindi kilichopita nilikufundisha kwamba Mungu wetu ni omnipotent. Sasa nataka niende mbele kidogo nikakuonyeshe 3 dimension of God presence. Tumesema kwamba omnipresent inamaanisha Mungu yupo kila mahali. Lakini sasa kuna 3 dimension of God presence ambazo ndo nataka nianze nazo hapa kukuonyesha. Ni muendelezo wa kwenye point yetu ya 6 kwamba Mungu wetu ni omnipresent. Hamna mahali ambako Mungu hayupo. Mungu yupo kila mahali. Leo nataka nikakuonyeshe 3 dimension of God presence. Number 1 dimension of God presence is God is omnipresent. So when we say God is omnipresent, we refer to God universal presence. Like God is everywhere at all time. God is not confined. Mungu wetu hafungwi by space, time and location. He is full present throughout all of his creation. Mungu ndo ameumba kila kitu na yupo kila mahali, afungwi na muda na mahali. Mungu wetu yupo kila mahali. Kwa hiyo tunaposema God ni omnipresent, tunamaanisha universal presence of God, kwamba Mungu yupo kila mahali wakati wote. Unasema leo Mungu yupo Marekani, hayupo Tanzania? No, Mungu yupo Marekani, yupo Tanzania, Mungu yupo Canada, Mungu yupo Ulaya, yupo Asia, yupo Australia, yupo Antarctica, yupo North Sea. God is just everywhere. God is in heaven. God is on earth. In everywhere. Hata kwenye sayansi wanasema kuna galaxies
sisi dunia yetu ipo kwenye solar system, ambayo solar system ipo within the Milky Way galaxy. Afu wanasema Milky Way galaxy ambayo ipo karibu ni Andromeda galaxy. So no matter what galaxy you mention, gas is just everywhere. If it is Milky Way galaxy, if it is Andromeda galaxy, if on a black hole, wormhole, white hole, whatever you can call, God is just everywhere. Hallelujah. Even on science, on the outermost part of the universe, which in science they say it's so difficult to reach at the edge of the universe, but God is just everywhere, kwa sababu Mungu ndo ameumba ulimwengu. So when we refer God as omnipresent, this is a universal presence of God in all places at the same time. He's not bound or confined by space, by time or by location. Ndio maana katika Zaburi ya 139 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 10, huyu aliandika hii Zaburi anatuonyesha, anasema, niende wapi nijiepushe na roho yako, niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko; ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko; ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema, hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana, giza na mwanga kwako ni sawa. So our God is omnipresent. He is just everywhere. Kwa hiyo ni one of the dimension of God present. God is present. No place is outside of his knowledge and presence. Hallelujah. So this attribute of God belongs to God alone. Hallelujah. Second dimension of God presence, naita Emmanuel presence. Emmanuel presence. Hallelujah. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 23, maandiko yanasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hallelujah. Behold, a virgin shall be with the child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So the second dimension of God presence ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Hallelujah. Maana neno Emmanuel is God with us, Mungu pamoja nasi. So when we refer God, or when we deal with this presence, with this dimension of God presence, we refer to God in a personal, relational, and covenant presence with his people. So when God presence interact with human in a personal, relational, and covenant way, this is Emmanuel presence. Hallelujah. In Old Testament, God promised to be with his people. In the New Testament, this was so much perfectly delivered in Jesus Christ. Characteristics, how Jesus comfort his disciples, the multitude that follow him. That is surely Jesus in a manifestation of this Emmanuel presence. God dwell among us and walk among us. Hallelujah. So this kind of dimension of God's presence experienced through relationship and covenant, expressed in the promise such as, I will never leave you nor forsaken you. Katika kitabu cha Waebrania 13:5 maandiko yanasema, sitawapungukia kabisa na pia sitawaacha kabisa. So Mungu ametuahidi kwamba yeye hatatuacha wala hatatupungukia kabisa. Neno kabisa linaonyesha msisitizo kwamba kabisa nitakuwa pamoja na nyie, sitawapungukia kabisa. So when God is among us, that presence of God is called Emmanuel presence. Namba tatu katika dimension ya uwepo wa Mungu. Number 3 dimension of God presence is Shekinah
presence. Shekinah presence. This term Shekinah is theological term. It is not found in the Bible. The same as Trinity. You don't find the word Trinity in the Bible. Huwezi kuona neno utatu mtakatifu katika Biblia. Lakini the concept of Trinity is full revealed in the scripture consistently. The same. You don't find the word Shekinah in the Bible, but consistently you can see God, how he revealed himself in Shekinah presence. So I'm going to tell you what Shekinah presence is. So first, the term is just a theological term which used to describe the manifest or revealed glory of God. Shekinah presence ni uwepo wa Mungu ambao ni kitendo cha Mungu kujidhihirisha na kufunua utukufu wake kwetu sisi. Hallelujah. Hallelujah. So this Shekinah presence refers to the tangible and visible manifestation of God glory. Watasikia tumeona uwepo wa Mungu. Maona anamaanisha Shekinah presence, visible, tangible manifestation of God glory. Hallelujah. Tunaweza tukaona mfano wa Shekinah presence katika maeneo mengi sana katika maandiko. Nitakutajia maeneo 4, lakini nitakusomea andiko kutoka eneo moja. Eneo la kwanza ambako tunaona Shekinah presence ni pale katika Kutoka sura ya 3, pale ambako ule mti ulikuwa unawaka moto lakini hauteketei. That was Shekinah presence. That is God manifesting his presence. So number one example is the burning bush. That burning bush on Exodus chapter 3 is a truly revealed manifestation of God. Second example, pillars of cloud and fire. Wingu pamoja na nguzo ya moto. Wingu lilikuwa linaongoza wana wa Israeli mchana na nguzo ya moto ambayo ilikuwa inaongoza wana wa Israeli usiku wakiwa kwenye safari yao ya miaka 40 jangwani. Kutoka kitabu cha Kutoka 13:21 hadi 22. Maandiko yanaelezea hiyo. Ngoja nikusomee ili uweze kuiona katika uzuri wake na katika utamu wake. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 13 mstari wa 21 na mstari wa 22. Maandiko yanasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. This was Shekinah presence. Hii ilikuwa ni utukufu wa Mungu ambao Mungu aliudhihirisha kwa wana wa Israeli. Hallelujah. Mfano wa tatu ni utukufu ulipolifunika ile madhabahu ya Musa ambayo Musa alikuwa ameifanya. Kitabu cha Kutoka 40 sura ya 40 mstari wa 34 na 35 unasema, tusomee hapo. Tunasema the glory filling the tabernacle. Ngoja sasa nikusomee ili uone jinsi ambavyo Shekinah presence was experienced or revealed at that moment. Kutoka 40:34 35, maandiko yanasema, ndipo lile wingu likafunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani, wala Musa hakuweza kuiangalia hema ya kukutania kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Haleluya. Huo ni sio hapo ni kwamba it is not that God just present there. God, he goes much deeper. He reveal himself with his presence. Hallelujah. Hallelujah. So God is not just merely present in Shekinah presence, but he make his presence known in a special way. Mungu anajifunua kwa namna ya kipekee ambayo kila mtu atasema Mungu leo alikuwepo hapa. Na mfano wa 4 ni kutoka kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 8 ule mstari wa 10 na 11. Huu mfano ni the glory filling Solomon temple, wakati Solomoni amejenga lile hekalu
baada ya kutoa sadaka na maombi, maandiko yanasema uwepo wa Mungu ulifunika. Hebu nikusomee upate kuona. Kutoka Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 10 na 11, maandiko yanasema ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. So when we say about Shekinah presence, we talk about manifestation of the glory of God. When God he reveal his glory to people, that is Shekinah presence. Kwa hiyo hayo ndio mambo matatu ambayo tunaposema uwepo wa Mungu, maana yake unaweza kuexperience katika au kuelezea katika namna hizo tatu. So these are 3 dimensions of God presence. Number 1, God is omnipresence, universal presence of God at all time. Emmanuel presence, God being among his people. And number 3, Shekinah presence, manifestation or revealed glory of God. Hallelujah. So on omnipresence dimension, the keynote, the key truth, God is just everywhere. But on Emmanuel presence, the keynote is God is with his people. And on the Shekinah presence, the keynote is God reveal his glory among his people. So this is just amazing and beautiful. On omnipresence dimension, God is just everywhere, everywhere, everywhere. Then God, on Emmanuel presence, God is with his people. On the Shekinah, God, he reveals his glory. So you see the progression. At first, God is just everywhere. Second, God walk and dwell among his people. Then when he dwell among his people, he reveal himself. He reveal himself. So if we want to reach on the Shekinah places of God, on the Shekinah dimension, you have first to have the conscious that God is just everywhere. There is no point in your life utasema kwamba nahisi nipo alone, Mungu yupo na mimi. No, he already promised, and the promise of God is sure. Nimesema kule, God is immutable, he does not change. His nature, his characteristics, his promise and his purpose. And you see, if God promise, I will never leave you nor forsaken you, manake hautakiwi kujiona kama upo mwenyewe. You have to acknowledge like God, you are with me. Hata kama hujaanza kuona like bamba maybe trembling, any signs of tangible movement to signify that God is here, you have to acknowledge, God, you are with me, because you said you will never leave me nor forsaken me. Then you will start experiencing manifested glory of God, manifested glory of God. So God is everywhere, omnipresence. God is with his people, Emmanuel, and God manifesting his glory among his people. Those are 3 dimensions of God's presence. I pray the Holy Spirit to help you to understand God's presence in this 3 dimensions. Holy Spirit to help you to have conscience and belief that God is omnipresence. God is everywhere. So wherever I will be, God is with me. Then believe God is among us. He dwells among us. We walk with God. We walk and walk with God. Then I pray, Holy Spirit, to start to position you, to be you in posture that you can experience the manifested glory of God. Kwa hiyo hapo ninahitimisha exclusive attributes of God. Nimezisema 6. Nimekwambia God is eternal, God is self-existence 1, God is immutable, omniscient, omnipresent and omnipotent. Somebody sema mbona anarudia sana? Aha. Tunasahau. Hata mimi naye kufundisha nitakuwa nasahau. Na ninayajua ya mambo sempuse, pengine wewe ambaye umeyasikia leo kwa mara ya kwanza. We need to be humble. Asa nataka tu tukaangalie 4 inclusive attribute of God. Maanake hizi ni sifa za Mungu ambazo ametushirikisha pia wanadamu. Maanake na sisi hizi tunazo. Number 1, God is spirit. Mungu ni roho. Hallelujah. God is spirit. Katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24,
maandiko yanasema Mungu ni roho, na wao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Hallelujah. So God is not a physical being. God is invisible, immaterial, unlimited by space and time. As a spirit, God transcends the physical universe and can be worshipped by all people everywhere. Hallelujah. Everywhere. Pazia la hekalu lilipasuka, the presence of God ikatoka kuja kwetu sisi. So anybody can worship God from everywhere. Hallelujah. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo 2:7 kwamba Bwana Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hallelujah. Na maandiko yanaendelea kusema kwamba sisi binadamu ni roho. Sisi binadamu ni roho, tuna nafsi na tunakaa ndani ya mwili. Kwa hiyo unaona tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. God is a spirit and he put his spirit in us. Kwa hiyo hizi ni sifa ambazo Mungu pia ametushirikisha wanadamu. We have them. God is a spirit. Na wao waabudu mpaswa kumwabudu katika roho na kweli. How can you worship God? How can God expect you to worship him in spirit and in truth if you are not a spirit? You are a spirit first, then you dwell on the physical body and you have soul. Hallelujah. So God is a spirit, as you are a spirit having soul and living inside the body. Namba 2, God is light. God is light. Nikwambie kitu kimoja hapo kwanza kwenye namba 1 kwamba Mungu wetu ni roho. Mwanadamu ana uwezo wa kumjua Mungu, kuwasiliana na Mungu, kumwabudu Mungu na kupokea ufunuo wa kiroho kwa sababu mwanadamu pia ni roho. Haleluya. Bila leo tusingeweza tuna uwezo wa kumwabudu, kumjua Mungu, kuwasiliana naye, lakini pia kupokea ufunuo. It was impossible without us being the spirit first, having soul and living inside this house called the body. Hallelujah. Number 2, God is light. God is light. Hallelujah. Mungu ni nuru. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 5, maandiko yanasema God is light, in him there is no darkness at all. Mungu ni roho na ndani yake hamna giza kabisa. God is perfect, pure, righteous and true. There is no sin, evil, deception, darkness, ignorance in God. He is the source of all truth, holiness and spiritual illumination. When we say God is light, this is what we mean. He is so perfect, pure, righteous and true. No sin, no evil, no ignorance, no deception or darkness in him. God is the source of all truth, all life, holiness and spiritual illumination. That is what God is. God is light. Hallelujah. Hallelujah. Na katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 4 maandiko yanasema kwa maana hapo kwanza mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Sio kwamba tulikuwa katika giza. Maandiko yanasema katika Waefeso 5:1 hapo mwanzo mlikuwa giza, lakini sasa mmekuwa nuru. You are the light. I am the light. Unaona, this essence of God, this nature of God, Mungu pia ametupa na sisi. Haleluya. Ndio maana tunapotembea katika roho, maana yake tunatembea katika nuru. Hamna kitu kitaweza kusitirika kwetu. Vitu vyote vinakuwa ni dhahiri. Haleluya. Haleluya. God is light. Kwa hiyo tunaweza kutambua mema na mabaya. Tunaweza kujifunza kweli, tunaweza kuonyesha kweli, na tunaweza kuakisi nuru ya Mungu kwa wengine. Tunakuwa solution kwa wengine. Haleluya. Jambo la 3, God is love. God is love. Katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 19, maandiko yanasema sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda kwanza. Na sura ya 4 hiyo mstari wa 8 unasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo.
It is not that God does love. God is himself is love. God is love. God is not merely something. Love is not something that God do or does. It is part of his eternal nature. God love is perfect, number one. God love is sacrificial, number two. God love is faithful, number three. And God love is unconditional. I repeat, God love is unconditional. God love is faithful, is sacrificial, and it is perfect, and it is eternal. Amen. It is eternal, and it does not change. That is the love of God. The love of God is holy. His justice is holy. Bwana Yesu asifiwe. So na the great demonstration ya upendo wa Mungu ni pale ambako Mungu alimtoa Yesu Kristo. Tazama jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hallelujah. So God is love. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni upendo na sisi ametushirikisha ile upendo katika Warumi 5:5 inasema tumaini halitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tulipewa sisi. And hope makes not ashamed because the love of God is shed abroad in our heart by Holy Ghost which is given unto us. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu. Mungu ametupa uwezo kutoka kwenye pendo lake kuwapenda wengine, kuwasamehe wengine, kuwaonyesha wengine huruma na kujitoa kwa ajili ya wengine. Haleluya. Lakini sifa nyingine ya Mungu ambaye ameshana wanadamu ambayo ni msingi sasa mzuri sana, God is holy. God is holy. God is holy. Katika Isaya 6:3 inasema wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. God is absolutely separate from sin and totally, absolute, moral, perfect. Holiness ya Mungu ndio ambayo ina define hizi attributes zote ambazo nimezisema. Hallelujah. His love is holy, his justice holy, and his power is holy. Yani, kwa nini nguvu za Mungu ni za ajabu? Because it is holy power. Kwa nini upendo wa Mungu ni wa ajabu? Kwa sababu it is holy love. Kwa nini haki ya Mungu ni ajabu? Kwa sababu it is holy justice. Kwa hiyo hizi ndio sifa za Mungu. Na katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15-16 maandiko yanasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi weni watakatifu katika mwenendo wenu wote, maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hallelujah. By Jesus Christ, by grace we receive Jesus' righteousness and holiness. Then we can walk on upright life. Hallelujah. Holiness, it is not based on what you do. It's a inheritance, something that we have been given freely by Jesus. When we have the consciousness of holiness and righteousness, hapo ndipo ambapo tunaweza kuishi maisha ya usafi. Maandiko yanasema you are not called for the impure thing. Hamjaitwa maisha ya usafi, maisha ya uchafu. Sasa ili utembee katika usafi Mungu anavyotaka, lazima uamini kwamba your performance already fail. But by Jesus' righteousness, kwa haki ya Yesu Kristo na utakatifu wa Yesu ndani yako, then you can transcend above sin and live upright, pure life. Kwa hiyo hayo ndio mambo manne ambayo yapo katika sifa za Mungu ambazo Mungu ameshirikisha wanadamu. God is spirit, God is light, God is love, God is holy. Hallelujah. So when we say God is spirit, we mean he is not material. When we say God is light, we mean he is perfect, pure and true. No darkness, no ignorance. Everything is naked on God. God is love. He is eternally loving. Maandiko yanasema Bwana Yesu ametupenda upeo. He loved us
endless, with endless love. This is good. Lakini Mungu wetu pia, when we say God is holy, we mean he is morally perfect and set apart. Set apart. Hawa maserafi wakimtazama Mungu kila mara wanaisha kusema mtakatifu, maanake umetengwa, umetengwa, you are separate, you are separate, you are separate. Kwa sababu when they see God this way, hatujawahi kumwona Mungu katika namna hii. When they come again, they see God, they say hii namna hatujawahi kuiona. Wakija kumwangalia tena, hii namna hatujawahi kumwona. Kwa hiyo wanaisha kusema wewe umetengwa. Tunasemaga mtu akiwa anajua sana kitu, sema huyu ametengwa kwenye hiko, maanake he is just amazing at that. The same to God, he is separate. You can't compare God with anything. Hallelujah. Kwa hiyo leo ndo mwisho wa series yetu ambayo tumekuwa tunayo kwa vipindi takribani vitatu vilivyopita, na hiki cha 4 tumejifunza attributes of God, both exclusive attributes of God and inclusive attributes of God, sifa za kipekee za Mungu ambazo Mungu hajawashirikisha wanadamu na zile ambazo Mungu amewashirikisha wanadamu. Nitazimention zote 10. Nitaanza na 6 exclusive attributes of God. Number 1, God is eternal, Mungu ni wa milele. Number 2, God is self-existent, manake Mungu wetu anajitosheleza. Number 3, God is immutable, Mungu wetu habadiliki, there is no variation or variable in him. Number 4, God is omniscient, he is all knowing, perfect knowledge, perfect wisdom, perfect understanding, anajua kila kitu. Number 5, God is omnipotent, Mungu wetu ni mwenyezi, he is God Almighty. Number 6, God is omnipresent, universal, present in every place, everywhere at the same time. And the 4 that we will learn today is God is light, God is spirit, God is love, and God is wholeness. Lakini tumeweza kujifunza 3 dimension of God presence. Number 1 dimension is omnipresent God. Number 2 is Emmanuel presence. Number 3 is Shekinah presence. Nimefurahi kuwa na wewe katika kipindi hiki. Naamini somo hili limekubariki, somo hili limekuwa baraka sana kwako. Napenda sana kama ukiyathamini mafundisho haya na ukaweza kuwatumia watu mafundisho haya, aidha kwa kushare linki au kama whatever way, watu ili pia waweze kusikia neno la Mungu ambalo litabariki maisha yao, na maisha yao hayatakuwa the same. Watakuwa katika neema, watakuwa katika imani, na watazidi kumpenda Mungu na kufurahia wokovu wao. Everything start with God. Nataka leo uanze na Mungu. Kama unataka kutembea na huyu Mungu mwenye hizi 10 attributes, mpe Yesu maisha yako. Yeye alikufa msalabani kwa ajili ya kukukomboa kutoka kwenye dhambi zako, na akafufuka ili upewe haki. Kwa hiyo nifuatishe sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa neema ya wokovu ambayo umenipatia. Bwana Yesu, ninaamini ulifufuka msalabani kwa ajili yangu, na ninaamini kwamba ulifufuka ili nipewe haki. Asante kwa kunizaa mara ya pili. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Nijalie kuukulia wokovu, nijalie kutembea kwa imani, nijalie niweze kumwishia Mungu wangu siku zote. Shetani na kukataa na mambo yako yote na kazi zako zote. Mimi sasa ni mtoto wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuwa nami katika mafundisho haya ambayo tumekuwa nayo kwa takriban vipindi 4. Lakini tuna mafundisho mengi sana kwenye channel yetu kutoka kwa watumishi wengi sana. Neno la Mungu linafundishwa katika kila topiki unayotaka kujifunza. Ukiingia kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, utaweza basi kukutana hapo na mafundisho, utakutana na uchambuzi wa Biblia. Tuna watumishi, tuna wachungaji ambao wanafundisha Biblia, wanachambua vitabu, masomo ambayo yapo kwenye series, lakini pia na masomo binafsi. Kwa hiyo nikusihi sana usisikize tu kipindi hiki, ingia katika channel yetu, jifunze kwenye mafundisho ambayo yapo huko ndani. Lakini jambo la msingi usahau, light up that thumb, like, click that like, comment, sema Mungu jinsi gani amekubariki kupitia series hii. Kama umeokoka tuambie, tutafurahi kusikia huo ushuhuda. Lakini usisahau pia kusubscribe channel yetu ili kuendelea kupata mafundisho.
Na pia nikusisitize, tuna series zilizopita tulianza kujifunza fundamental principles of faith. Ni series ya vipindi 6, lakini pia tukajifunza your identity in Christ. Tuna vipindi 4 na tuna series ambayo tumekamilisha leo ya vipindi 4 tukijifunza sifa za Mungu. Tunataka umjue Mungu. Ukisema Mungu katika maombi yako, ujue unazungumzia Mungu yupi. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunakupenda, tuendelea kukuletea mafundisho ya Mungu, mzidi kutuombea na tutazidi kubarikiwa. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine katika jina la Yesu. Amen.